Kamati ya kudumu ya Bunge ya Maji na Mazingira imepongeza hatua iliyofikiwa katika ujenzi wa mradi wa maji wa Mkinga Horohoro unaogharimu shilingi bilioni 35 ulioanza kutoa huduma kwa wananchi. Na katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara inatarajiwa kuendelea kutimua vumbi leo kwa michezo miwili kupigwa katika jiji la Dodoma na jiji la Arusha, ambapo timu ya Yanga na TRA United zinatarajiwa kushuka dimbani. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema kinacholetwa kwako nami Kisa Moipiana. Karibu. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Maji na Mazingira imepongeza hatua iliyofikiwa katika ujenzi wa mradi wa maji wa Mkinga Horohoro unaogharimu kiasi cha shilingi bilioni 35 ambao umeanza kutoa huduma kwa wananchi wa kijiji cha Mtimbwani. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Raya Kipingu. Ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Maji na Mazingira ikiongozwa na mwenyekiti wake Jackson Kiswaga imekagua mradi huo na kuona maeneo ya vituo vilivyoanza kutoa huduma kwa wananchi. Tunao wajibu sisi kama wananchi wa Mkinga na wa Tanzania kuendelea kutunza mazingira, kuendelea kutunza vyanzo vya maji, hivyo lazima vitunzwe kwa wivu mkubwa. Kwa upande wake, Waziri wa Maji Jumaa Aweso akaeleza kufurahishwa na utendaji wa wakandarasi wazawa, huku mkuu wa wilaya Mkinga Gilbert Kalima akishukuru namna wananchi wanavyoweza kuendelea na shughuli za kiuchumi. Tumebakisha vijiji 1575. Tunafanya pata faraja ya kuona wakandarasi wetu wa ndani wanapewa miradi mikubwa na wanaweza kufanya. Ni kwa hili mheshimiwa mwenyekiti, tutaendelea kuwapa nafasi waweze kufanya kazi zaidi katika wizara yetu ya maji. Walikuwa kila ukienda pale ajenda ni maji, ya pili utakwambia maji, ya tatu maji. Leo ukienda ajenda yao ni kwamba maji yatoke pale yafike kwenye makazi yao. Na hapa shukrani za wananchi zikatolewa na kuonyesha furaha yao. Hii imetekeleza kwa vitendo ajenda ya mama. Mheshimiwa Rais ajenda yake ya kumtua mama ndoo kichwani. Kino mama alikuwa akishindwa kutandikia shuka jeupe vitandani kwa sababu ya miguu hujaiosha, maji imekuwa changamoto. Kwa hiyo mimi nasema tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Pia kamati hiyo imetembelea eneo la kutibu maji la Moe lililopo jijini hapa. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Asante Raya Kipingu kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Ramadhani Yahaya Kido amekabidhi vitendea kazi kwa ajili ya kuimarisha utendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoani Kagera, ikiwemo magari, pikipiki na bajaji vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Jacques Joachim kutoka mkoani Kagera. Akizungumza wakati wa hafla ya makabidhiano iliyofanyika katika ofisi za TANESCO mkoa wa Kagera, mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Ramadhani Kido amewataka watumishi wa shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Kagera kutumia ipasavyo vitendea kazi hivyo ili kuboresha utoaji wa huduma za umeme kwa wananchi. Amesema kuwa anaipongeza serikali kwa kutoa vifaa hivyo ambavyo vimegharimu zaidi ya shilingi bilioni 1 na kusema kuwa vifaa hivyo vitakuwa sehemu ya kuwafikia wananchi wa mkoa wa Kagera kwa kutoa nishati ya umeme. Vitendea kazi hivi kwa maana kwamba magari, bajaji, pikipiki tutakapovizindua na kuvigawa kwa wafanyakazi wa TANESCO mkoa wa Kagera vimegharimu jumla ya shilingi bilioni 1. Kwa imani yangu ni kuwa vifaa hivi vitasaidia kuboresha huduma na masuala ya umeme kwa wateja. Kumshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa juhudi zake za kuendeleza na kuimarisha shirika letu la umeme Tanzania kwa kulipatia vitendea kazi vipya na imara ili liendelee kuwafikia wananchi na kutoa huduma stahiki za nishati ya umeme kwa wakati. Kwa upande wake, meneja wa TANESCO mkoa wa Kagera amesema kuwa anampongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa vifaa hivyo na kusema kuwa TANESCO mkoa wa Kagera walikuwa na changamoto ya vifaa vya usafirishaji. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwezesha TANESCO kuweza kutununulia vifaa hivi, lakini pia pongezi ziende kwa bodi ya wakurugenzi pamoja na management ya shirika la TANESCO kwa kuvinunua vifaa hivi, lakini pia kuvileta mkoani kwetu. Nyenzo muhimu sana katika utendaji wetu wa kazi, nyenzo mojawapo ni usafiri.
kwa maana tumepata usafiri. Sasa naweza nikasema tukutane site, tunakwenda kupambana ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma na kwa wakati. Serikali imetuwezesha tukapata hiki tulichokipata, na ninajua sio mwisho. Tutaendelea kufanya kadiri ya tunavyoweza ili tuweze kuhakikisha kwamba kazi zinaendelea vizuri. Meneja wa TANESCO mkoa wa Kagera amesema kuwa mkoa wa Kagera wamepeleka umeme katika vijiji 662 na vitongoji 2029 na kusema kuwa wataendelea kutoa huduma ya nishati katika mkoa wa Kagera. Kutoka mkoani Kagera, Jacques Joachim, Channel 10. Asante Jacques kwa taarifa hiyo. Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2026 utakaofanyika tarehe 2 Aprili katika mkoa wa Kusini Pemba. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba Rashid Hadid Rashidi amewataka wananchi kushiriki kwa wingi katika hafla hiyo ya kitaifa, akisisitiza kuwa ni fursa ya kuonesha mshikamano na uzalendo. Hivyo napenda kuchukua fursa hii kuwaomba wananchi wote wa mkoa wa Kusini Pemba kushiriki kikamilifu katika tukio hili la kihistoria la uzinduzi wa Mwenge wa Uhuru kitaifa. Katika uzinduzi huo wa Mwenge wa Uhuru kitaifa, mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Aidha, mkuu huyo wa mkoa amesema maandalizi yote kwa ajili ya tukio hilo yamekamilika na wananchi wanatarajiwa kushuhudia uzinduzi wa mbio hizo ambazo ni alama mshikamano wa kitaifa, amani na maendeleo ya jamii. Vikundi vya sanaa, vya hamasa, halaiki tumeshajipanga vizuri na kuhakikisha viongozi wetu wote wanakuwa salama na wananchi kwa ujumla. Kupitia mbio hizo za Mwenge wa Uhuru, Watanzania wanakumbushwa umuhimu wa kushirikiana katika miradi ya maendeleo, kuimarisha amani na mshikamano wa kitaifa, pamoja na kuendeleza historia ya kupigania uhuru wa nchi. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Na shukrani sana Masanja Mabula kwa taarifa hiyo. Benki ya Maendeleo Tanzania TIB wamesaini hati ya makubaliano MOU ya miaka 4 na shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP, ukilenga kufungua fursa mpya na kuendeleza miradi bunifu yenye tija itakayoweza kufikia lengo la dira ya taifa ya 2050. Katika hafla hiyo utiaji saini wa makubaliano hayo, mkurugenzi mtendaji wa benki ya TIB Deogratius Kuyuka na mwakilishi mkazi wa UNDP Shigeki Komasuba wameeleza wanaenda kushirikiana katika kuchagiza ukuaji wa uchumi, kuhamasisha mifumo ya ufadhili, uchumi jumuishi, lakini pia kuimarisha uwezo wa taasisi hizo. Kama umefahamu, tunaenda kwenye dira 2050 na kwenye zile sekta ambazo zinachochea uchumi 9. Ukiziangalia zile sekta zote, kila moja ina fursa zake. Sasa ni wakati wa Tanzania kuweza kuchangamkia hizo fursa kwenye kila hizo sekta ambazo zimeainishwa kwenye dira. I can see Tanzania becoming an economic powerhouse in East Africa. Naona Tanzania inakuwa taifa lenye nguvu za kiuchumi Afrika Mashariki. TIB ni muhimu katika kuhakikisha Tanzania halisi inakuwa taifa lenye nguvu ya Afrika Mashariki kubwa na bora zaidi kuliko wakati wowote ule. Lakini pia kwa jinsi tunavyoendelea kuwaleta watu pamoja katika ustawi huu wa uchumi, kwa hivyo tunaona TIB kama taasisi muhimu kama mpito kwa uchumi wa kuongeza thamani ya kipato cha kati. Mkoa wa Mtwara imewasisitiza wananchi wa mkoa huo kutunza mazingira kwa kupanda miti ya matunda ambayo itasaidia kutunza mazingira na kuwapa faida ya afya na kiuchumi. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka huko Mtwara ana taarifa zaidi.
Mkoa wa Mtwara una lengo la kupanda miti zaidi ya milioni 13 kila mwaka, mpango ambao unatekelezwa kwa kila halmashauri kupanda miti milioni 1.5. Utekelezaji wa mpango huu kwa mwaka huu umezinduliwa katika shule ya sekondari Mkuno, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, ambapo miti ya matunda kama vile miembe, michungwa, mipera na limao imepandwa, na kwamba serikali inasisitiza wananchi kupanda miti mingi ya matunda ambayo pamoja na kutunza mazingira itawapa faida ya kiuchumi na matunda ya kuimarisha afya zao. Kwa hiyo kwa kupanda hiyo miti ya matunda kama ilivyotajwa, tunakuwa kwa namna moja au nyingine tunatunza mazingira, lakini pia tunajipatia matunda ambayo yatatuboreshea afya. Hakikisha miti yote inaishi, na miti mingi iliyopandwa pale ni ya matunda. Mtakaonufaika ni ninyi na ndugu zenu wajao. Wakala wa misitu TFS Kanda Kusini inawasaidia wananchi kupata miche ya miti ya matunda mbalimbali, huku wananchi wakihamasika kupanda miti itakayowapa faida ya kutunza mazingira, uchumi na afya. Hata leo kuna miche 2000 pale imekuja itagawiwa kwa wananchi, ndani yake pia kuna miche ya matunda, na tutaongeza kuzalisha hiyo miche ya matunda na miche ya miti. Umuhimu wa kupanda miti ya matunda, kwanza nalinda ardhi, lakini pia hali ya hewa, na itakuwa ni fursa ya kupata matunda haya kwa ajili ya kuwa kama mjasiriamali kwenda kuwauzia mjini. Eneo kubwa katika mkoa wa Mtwara limepandwa miti ya mikorosho, miti ambayo inatunza mazingira lakini inawapa faida kubwa ya kukuza uchumi wao kupitia zao la korosho ambalo pia linaimarisha afya zao wanapokula. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel. Asante Adam Malima kwa taarifa hiyo. Serikali imetoa maagizo 8 ya kimkakati kwa kampuni ambazo ina umiliki wa hisa chache ili kuongeza ufanisi na kuchochea ukuaji wa uchumi kuelekea dira ya taifa ya maendeleo 2050. Undani wa taarifa hii anao mwanahabari wetu Jamila Omar kutoka jijini Arusha. Akifungua mkutano wa wakurugenzi wa bodi za makampuni ambazo serikali zina umiliki wa hisa chache unaoendelea jijini Arusha kwa siku 3, Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesisitiza uwazi, uwajibikaji na matumizi ya teknolojia katika kuimarisha utendaji wa kampuni. This is where we need deliberate shift of directors' mindsets and mode of operations from traditional oversight towards foresight-driven leadership. Let me emphasize anticipation, agility, and innovation. This needs optimization of every investment in your companies to yield optimum financial and economic returns. You need to realign your future, that is your corporation's future, with the transformative aspirations enshrined in DIRA 2050. Endeavors to continually build conducive business environment by doing all what it takes to ensure we improve the business environment, take all the necessary legal reviews and the policy reviews with a view to fostering more conducive business environment that can make Tanzania a competitive destination for direct foreign investment as well as local investment. Kwa mujibu wa msajili wa hazina, uwekezaji umeongezeka hadi trilioni 3.6 huku gawio likikua kwa zaidi ya 300% katika miaka 5 iliyopita. I'm pretty quite sure we will be knocking closer to 400 billion this year, which will be more than double. Honorable guests, these results demonstrate the importance of a strategic partnership between the government and the private sector in driving economic growth and creating value for the nation, as well as a proof of the sustained commitment in our shareholding. Wadau wanaamini maboresho hayo yataongeza mchango wa kampuni hizo katika ukuaji wa uchumi na maendeleo ya taifa, hatua ambayo ni muhimu kuelekea uchumi shindani. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Naam, ni taarifa yake Jamila Omar kutoka huko jijini Arusha.
Na mbunge wa jimbo la Segerea Agnesta Lambert Kaiser ameendelea na juhudi zake za kuimarisha ustawi wa makundi maalum kwa kutoa msaada katika shule ya msingi Buguruni Viziwi, ambapo amekabidhi msaada wa vyakula pamoja na mahitaji mengine muhimu katika kipindi hiki cha kuelekea sikukuu za Eid al-Fitr pamoja na sikukuu ya Pasaka. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Salma Shaban. Akizungumza mara baada ya kukabidhi msaada huo, mbunge huyo ameeleza kuwa anahisi kuwajibika kusimamia masuala ya kijamii, hususan yanayohusu watoto wenye mahitaji maalumu, na kusisitiza kuwa uwekezaji katika ustawi na elimu ya watoto hao ni msingi muhimu wa kujenga jamii jumuishi na yenye usawa. Mimi kama mbunge nilitafakari sana kwamba kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani na Kwaresima nifanye nini ndani ya jamii yangu. Haraka mngesema kwamba nilipaswa labda kuita watu kuwapa iftari na vitu kama hivyo, ingekuwa ni vizuri kwa sababu pia na yenyewe ni sehemu ya sadaka kwenye kipindi hiki. Lakini niliangalia kwa mbali zaidi watoto kama hawa ambao mwisho wa siku wanahitaji sisi viongozi ambao tunawazunguka tuwaonyeshe tabasamu. Kuhusu kero ya uhaba wa mabweni shuleni hapo, Agnesta amesema atafanyia kazi changamoto hiyo kwa kufikisha suala hilo bungeni, na kuongeza kuwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka kipaumbele katika sekta ya elimu. Kwanza nilikuwa siyafahamu na sikuja nikiwa na yafahamu. Nimefika hapa nimeona kwamba kuna changamoto. Watoto hawa ni wenye mahitaji maalum. Watoto wa mahitaji maalum wanahitaji a very serious attention. Sasa hiyo attention ni pamoja na kuhakikisha wanakaa sehemu ambayo wanaweza wakaangaliwa kwa uzuri zaidi bila kulandalanda mtaani. Kwa upande wake, mwalimu mkuu msaidizi wa shule hiyo Richard Kweka ameeleza kuwa uhaba wa mabweni unawaweka watoto hao katika hatari, ikiwemo uwezekano wa kupata ajali kutokana na mazingira yasiyo rafiki kwa hali yao. Tunafurahi sana kumwona mheshimiwa mbunge wa jimbo la Segerea amekuja kutuona na kuwapa tabasamu wanafunzi wa shule hii kwa kuwapa mahitaji mbalimbali. Yeye ni kiongozi dada mkuu wa shule. Majukumu yake ni kuangalia mazingira. Anashukuru sana wageni kwa kufika hapa na amefurahi. Yeye ndio kiongozi kaka mkuu wa shule hapa Buguruni Viziwi. Anafanya kazi majukumu ya mazingira. Anashukuru sana, Mungu awabariki. Salma Shabani, Channel 10, Dar es Salaam. Shukrani sana Salma Shabani kwa taarifa hiyo, mtazamaji. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Ligi kuu soka Tanzania bara inatarajiwa kuendelea kutimua vumbi leo katika michezo miwili ambayo itapigwa katika jiji la Dodoma na jiji la Arusha, itakaposhuhudiwa vilabu vya TRA United, Yanga, Tanzania Prisons lakini na timu ya Singida Black Stars zikitarajiwa kusaka alama 3 za muhimu. Mchezo wa mapema leo unatarajiwa kuwakutanisha wenyeji TRA United dhidi ya Yanga katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta jijini Arusha majira ya saa 10 jioni, huku mchezo wa pili ukitarajiwa kuchezwa majira ya saa 2 kamili usiku, ukitarajiwa kuwakutanisha Tanzania Prisons dhidi ya Singida Black Stars. Kuelekea mchezo wa TRA United dhidi ya Yanga, makocha, wachezaji na uongozi wameeleza kukamilika maandalizi ya mchezo huo ambapo unatarajiwa kubeba hisia za watazamaji wake. Tomorrow will be our last match from Tunacheza mchezo wetu wa mwisho mzunguko wa kwanza wa ligi kuu. Tunacheza na moja ya timu bora na yenye mipango mizuri kwa ajili ya baadaye. Na ukiwaangalia TRA United wana timu ngumu sana na wanatarajia kutuonyesha mchezo mgumu, hivyo naamini itakuwa ni mechi ngumu, lakini tumejipanga kuja kupambana na hata kupata ushindi. TRA will show a lot of power. Naweza kusema tumejiandaa vizuri, tumetoka kucheza mchezo mgumu na tumeweza kusafiri kuja hapa Arusha ili kuweza kupata pointi 3. Sisi kama wachezaji na tunaheshimu sana TRA, najua ni timu nzuri. Katika mechi 2 zilizopita wameweza kupata matokeo, vile vile wana mwalimu mzuri. Wapinzani wetu kama wana ratiba ya kumfukuza kocha, basi wamfukuze kocha leo, kwa sababu tumeshasikia mechi ile iliyopita watu wameshaanza kulalamika kocha afai. Kwa hiyo hatutaki sisi hizo dhambi tuzibebe. Sawa, hichi ni kipindi cha mwezi mtukufu na kwenda kipindi cha Kwaresima. Kwa hiyo hatutaki sisi dhambi tuzibebe. Kwa hiyo kama wana mpango wa kumfukuza kocha, basi wamfukuze leo.
Na mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari ndani ya kipindi chetu hiki cha Asubuhi Njema. Muda mfupi ujao tutakuletea yale yaliyojiri katika upande wa magazeti.